Taarifa kutoka kwa umma imewapelekea polisi kunasa bangi ya thamani ya milioni 8 katika eneo la Umoja jijini Nairobi. Shehena hiyo ilikuwa katika magari mawili. Na kando na hizo gunia kuna zile pieces kando kama hizi zenye nimeshika hapa. Mingi sana ambayo alikuwa anachukua kubadilisha. City value ya hii kitu yote tunaona ni kama estimate ya 8.5 million. OCPD wa Buruburu Francis Kamau amewataka wananchi kuwa waangalifu na kushirikiana na polisi kukomesha utumizi wa dawa za kulevya katika jamii. Vijana nao wametakiwa watafute njia mbadala za kujipatia mapato badala ya kujihusisha na biashara ya mihadarati. Hii mihadarati imeumiza watoto wetu. Wengi wamewacha mashule kwa sababu ya mihadarati. Wazee wamewacha maboma zao kwa sababu ya mihadarati. Watu wengine wamewacha makazi kwa sababu ya mihadarati. Haya yanajiri huku mamlaka ya NACADA kwa ushirikiano na Wizara ya Usalama wa Ndani ikizindua mpango wa kuwasaidia vijana waliotumia au kuuza dawa za kulevya. Crime rates are rising as addiction drive desperate acts and also funds organized gangs. We are having cases of Kenyans being held in custody in other countries. And initially we were dealing with Kenyans being detained in China, in the Far East countries. Ni hafla ambayo ilihudhuriwa na vijana waliobadilisha maisha yao baada ya kuepukana na dawa za kulevya. As we are talking now, tuko na vijana 230 ambao tunaweza kuwasaidia pale nyumbani na kuwajulisha drugs zinawaharibu. If I can talk right now, I'm a victim of drugs. Hii drugs imenionyesha mambo mingi yenye hata siwezi. I have a 3 bullet in my body yenye hata saa hii nikaanza kuongelea, naweza ongelea kitabu kubwa. But yangu ni kurudisha shukrani kwa NACADA kutuwezesha viti, kutushika kama youth na kutuonesha drugs hakuna kitu inatusaidia. Nikiripotia runinga ya K24, jina langu ni Robi.